Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nashukuru sana kwa kupata nafasi hii ya kipekee, na nitumie fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa Jimbo la Vwawa kwa kuniamini na kunichagua kuendelea kuwawakilisha hapa bungeni. Lakini kipekee kabisa na kwa heshima kubwa nitumie nafasi hii kumpongeza sana Spika wa bunge letu, Naibu Spika, na nyinyi wenye viti ambao tumewachagua leo, ambao ndio mtakuwa viongozi wetu wa kuliongoza bunge hili na kutuongoza sisi. Na wapeni hongera sana 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 ili muweze kutekeleza majukumu ya kibunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, natumia nafasi hii kutoa mchango wangu katika hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoitoa tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2025. Hotuba ya Mheshimiwa Rais ilikuwa ni hotuba nzuri, hotuba yenye maono, hotuba yenye mtazamo mpana, hotuba yenye nia ya kuleta maisha mazuri kwa wananchi wa Tanzania. Hotuba ile ilikava maeneo yote ya msingi ambayo kama tukiyawekea mikakati, nchi yetu itapiga hatua kubwa katika kila eneo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Rais kwa kutumia slogan yake ya kazi na utu inaonyesha kwamba, anasema kwamba bila kufanya kazi taifa haliwezi kuendelea. Kwa lazima Watanzania wote, lazima watu wote tufanye kazi, lakini anasema tunapofanya kazi tuheshimu na utu wa watu wetu. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, Mungu alimuumba binadamu akampa macho, lakini yale macho hakumpa ajiangalie yeye. Alimpa macho ili aangalie watu wengine, aangalie mambo mengine ndiyo yaone. Sasa maana yake kiongozi yoyote unapopewa madaraka, kazi yako ni kuangalia watu wengine wanahitaji nini uweze kuwasaidia, na haya yameonekana katika maono ya Mheshimiwa Rais. Nampongeza sana kwa namna anavyoiona na anavyoitazama nchi yetu. Ukimwangalia Mheshimiwa Rais, anatamani Watanzania wawe na maisha mazuri, anatamani nchi yetu ipige hatua kubwa kiuchumi, kijamii na kisiasa, na hayo yanajidhihirisha. Anasema kwenye hotuba yake uchumi wa Tanzania ulikuwa kwa 5.6%, lakini matamanio yake ni kutaka kuona uchumi unafika zaidi ya 7%. Na sisi kama bunge, kama wabunge, kwa kushirikiana na serikali yetu, tunatakiwa tuweke mikakati ya kuhakikisha uchumi huu ukue zaidi ya 7%, ili kusudi maisha ya Watanzania yaweze kuwa mazuri. Kwa sababu ukikuwa chini ya 7%, wakati kuna mfumuko wa bei, wakati idadi ya watu inaongezeka kwa 3.2 na mfumuko wa bei uko kwenye 2%, maana yake yale maisha mazuri tunaweza tusiyaone. Sasa ili tuyaone haya maisha mazuri, lazima uchumi huu tusaidiane, tufikirie kwa mapana, ukue kwa zaidi ya 7%, ndipo maisha yetu yatakuwa mazuri. Kwa hiyo hilo kwa kweli nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa maono haya. Na anasema, Mheshimiwa Rais anasema ili maisha yawe mazuri lazima tuangalie sekta za uzalishaji, sekta zile zinazohusu watu wengi. Na sekta za uzalishaji anasema kilimo, na hii Mheshimiwa Mwenyekiti inaonekana hata katika kipindi kilichopita tuliona bajeti ya kilimo imeongezeka mpaka kufika trilioni 1.2, na ni matumaini yangu huenda tena ikaongezeka mwaka huu. Lakini maana yake nini? Kwa sababu Watanzania walio wengi wako kwenye kilimo. Kwa hiyo ukiendeleza kilimo, maana yake maisha yao utakuwa umeyaboresha. Ukiendeleza kilimo, ajira zao zitakuwa ni nyingi. Ukiendeleza kilimo, taifa litapata fedha za kigeni. Ukiendeleza kilimo, uchumi wa taifa letu utakuwa. Anasema ukichukua sekta ya uvuvi, sekta ya mifugo, hizi ni sekta ambazo zina watu wengi.
Hizi ni sekta ambazo anasema ziongezewe bajeti, na sisi kama bunge lazima tuunge mkono kuongezea bajeti kwenye sekta hizi za uzalishaji. Lakini anasema sekta ya madini iendelee kutoa mchango mkubwa. Tanzania ni moja ya nchi zilizobarikiwa kuwa na madini ya kila namna. Tunao madini mengi ambayo mpaka sasa hivi nina imani kama tumechimba hata 1/5 hatujafikia. Sasa ni juhudi, lazima tuweke juhudi na maarifa kuhakikisha kwa kweli tunachimba haya madini yanatunufaisha katika nchi yetu. Hiyo ni moja ya sekta muhimu. Lakini anasema nchi ya Tanzania imebarikiwa kuwa na vivutio vingi vya utalii. Kwa hiyo lazima tuweke mkazo kwenye sekta ya utalii. Sekta ya utalii, Mheshimiwa Mwenyekiti, ina uwezo wa kutuingizia fedha nyingi sana. Nchi za wenzetu, tunaona nchi zingine watalii ni wengi sana. Sisi sasa hivi ndio tumefika watalii karibu milioni 3, na sisi ngalau tunasema tumejitahidi. Lakini kwa vivutio tulivyo navyo, kwa maliasili tulizo nazo, bado tunahitaji kuwekeza zaidi katika kuboresha sekta ya utalii ili iweze kuwavutia watu wengi zaidi na tuweze kunufaika na kupata mapato mengi yanayotokana na utalii. Nchi zingine zinapata watalii wanafika mpaka milioni 100 kwa mwaka. Nchi kama France, nchi kama Spain na nchi zingine zinapata watalii wengi sana. Katika Afrika, nchi kama Morocco inapata zaidi ya watalii milioni 16. Nchi kama Egypt inapata wengi. Sisi Tanzania ambayo ina vivutio, ni nchi ya pili duniani kwa vivutio, tunahitaji kuongeza mikakati ili kuvuta watalii zaidi, kujenga mahoteli, kujenga vivutio mbalimbali ili tuweze kupanua wigo wa utalii hapa nchini. Lakini Mheshimiwa Rais ameweka mkazo pia, ametufundisha, anatuambia michezo sio burudani tu, michezo pia ni uchumi. Amewekeza nguvu kwenye michezo, na sisi tumeona jinsi ambavyo amejitahidi sana kusponsor michezo yetu, na ndio maana hata sasa hivi Tanzania kimichezo tumepanda. Tumeona hata timu zetu zimepanda. Anatuambia mchezo ni biashara kama biashara zingine. Kwa hiyo hii tunahitaji kuwekeza zaidi kwenye michezo, pia tutaimarisha afya zetu, lakini pia tutapata fedha nyingi zinazotokana na michezo. Na nimpongeze kwa jitihada zake. Sisi sasa tutakuwa ndio hosti wa mashindano ya African yanayofuata, na Tanzania tunawekeza kwenye viwanja. Tunawekeza kwenye viwanja, lazima iende sanjari na kuwekeza kwenye vipaji vya vijana watakaoshiriki katika michezo hiyo waweze kutuletea zaidi. Zaidi ya hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti ameleta mabadiliko makubwa kwenye sekta ya elimu. Anasema lazima tuwe na Human Development Plan. Human Development Plan tunaiona ambavyo tumebadilisha kwenye elimu. Tumeanza kwenye shule za misingi, shule za sekondari, tumekuja na mitaala mipya, na hii imekuwa adopted na serikali. Lakini anasema lazima tuende zaidi ya hapo. Vyuo vyetu vya kati, vyuo vikuu, mitaala yao lazima ibadilishwe iendane na mahitaji ya leo ya kisasa, ili tujue viwanda vyetu vinahitaji wataalamu wa namna gani, tunahitaji ujuzi wa namna gani, ili nchi iwe na wataalamu wa kujitosheleza na tuweze kupiga hatua kubwa. Lakini zaidi ya hapo, lazima tujenge miundombinu, na namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Kule Vwawa alitupa fedha tukajenga kilomita kadhaa za rami, na sasa inajengwa kilomita 21 kutoka njia panda ya Yura kwenda mpaka Idewili. Tunamuomba zidi kutupa fedha zaidi, tujenge barabara ya rami kutoka Vwawa kwenda Isararo, kutoka maeneo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, na imani tukifanya haya tutawafanya wananchi wa Tanzania waishi maisha mazuri na tuweze kufikia malengo, tuwe na furaha na tuweze kufurahia nchi yetu na utamaduni wetu na mambo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana kwa nafasi. Asante sana.